إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير له ولا وزير له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور صدورنا محمد عبده ورسوله نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه يا خير من دفنت بالكاع أعظمه فطاب من طيبهن الكاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن الحياة حياتان hakika maisha ya mwanadamu ana maisha ya namna mbili hayata al-ashbah wal-abdan wa hayata al-qulubi wal-arwah. Sampuli ya kwanza ya maisha ya mwanadamu anashirikiana na viumbe wengine mfano wanyama na jamadat, maisha ya kuridhisha mwili na kuupamba mwili. Ama maisha ya al-arwah wal-qulub wan-nufus, maisha ambayo yatakuwa yanahusu nyoyo, maisha ambayo yatakuwa yanahusu nafsi, maisha ambayo yatakuwa yanahusu roho. Ama haya ndiyo maisha ambayo Allahu Jalla wa Ala amesema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, enyi wenye imani muitikieni wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuiteni katika mambo ambayo yatakupeni uhai uliokuwa uhakika, katika mambo ambayo yatakupeni uhai na kupata saada iliyokuwa ya abadia. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi aliyoipokea Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalu alhayy walmayit, mfano wa yule ambaye anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala muda mwingi na mfano wa yule ambaye hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wa mtu aliyekuwa hai na mfano wa aliyekuwa maiti. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amepiga tashbih katika hadithi yake hii kuonesha tofauti kubwa sana ya waja ambao kila wakati wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah Jalla wa Ala alivyosema katika Qur'an akiwataja fadhila na kuwakumbusha waja ambao kwake wana daraja kubwa, adh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, wale ambao wanamtaja Allah sana katika wanaume na wale ambao wanamtaja Allah sana miongoni mwa wanawake.
Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu hawa maghfiratan wa ajran adhima, wana usamehevu uliokuwa mwingi mbele ya Allah jalla waala na ujira uliokuwa mkubwa sana. Allah ndani ya Qur'an hakuitaja dhikri isipokuwa kaiambatanisha na kathira. Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja sifa za wanafiki katika kumtaja yeye, isipokuwa alitaja sifa kwamba wanafiki wanamtaja Allah uchache sana. Mudhabidhabina baina dhalika la ilaha ula wala ilaha ula wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Hakika ya wanafiki hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa uchache sana. Kama kuna silaha ya hapa duniani ya mu'min, na kama kuna itmiinan, utulivu mja anautafuta wa hapa duniani, basi unapatikana katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Tambueni, katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndipo panapopatikana utulivu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ibada zote zile ambazo tunamwabudu ni dhikr. As-salatu dhikr, as-siyamu dhikr, al-hajju dhikr, waz-zakatu dhikr, al-jihadu dhikr. Kila ibada unayoifanya wewe basi ndani yake kuna utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa aqimis salata lidhikri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa. Baadhi wanavyuoni wanasema wala dhikrullahi akbar. Utajo wa Allah ni mkubwa kwa maana gani? Kwa ile hadithi ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, yoyote ambaye atamtaja Allah jalla waala katika nafsi yake, Allah na yeye atamtaja mja huyo, na yoyote yule ambaye atamtaja Allah mbele za watu, Allah subhanahu wa ta'ala atamtaja mja huyo mbele ya mala iliyokuwa khairi kuliko hiyo. Na itoshe Allah aliposema fadhkuruni adhkurukum, nitajeni nikumbukeni na nyinyi ili nikutajeni. Kama kuna fadhila na thawabu na daraja zenye kupatikana kwa wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa hii ya kwamba mja na yeye anatajwa na Allah, lakafa biha sharafan wa ta'dhima. Ingetosha hii kuwa ni utukufu, kuwa ni ubora kwa mja kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawaeleza watu wanaotekeleza ibada za hija, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Mkimaliza kutekeleza ibada yenu ya haji, basi mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sana. Pengine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inma ju'ila at-tawafu was-sa'yu wal-jimaru lidhikrillahi subhanahu wa ta'ala. Haikujaliwa kutufu al-Kaaba wala kwenda Safa na Marwa na wala kurembea mawe isipokuwa ni kwa ajili ya utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa yupo safarini anaelekea Makka, alipita katika jabali linaitwa Jumdan. Bwana Mtume akawaambia masahaba zake waliopanda vipando, mwenye farasi, mwenye ngamia, mwenye punda, wanaotembea kwa mguu, akawaambia siru, tembeeni, hadha Jumdan, hili ni jabali la Jumdan. Kisha Bwana Mtume akasema sabakal mufarridun, wametangulia, wako mbele sana almufarridun. Masahaba hawakumfahamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna uhusiano gani baina ya jabali la Jumdan na kuna uhusiano gani na kutangulia almufarridun. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba kwa kuwa kila wakati wanataka kujifunza, wanataka kusoma, wakamuuliza wamani almufarriduna ya Rasulullah, ni kina nani hao waliotangulia? Na hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonesha kama katika namna ya maisha tuliyokuwa nayo, haya ya namna mbili tuliyotangulia kuyasema, ndani yake kuna musabaka. Kwa nini Mtume asema sabaqal mufarridun? Wametangulia, wanafanya mambo yao kwa haraka, wapo katika spidi kali, wapo katika ushindani.
Tuko wengine hapa duniani tunafanya ushindani wa kumiliki magari, wengine wanafanya ushindani wa kumiliki nyumba, wengine wanafanya ushindani pengine wa kuoa, kila mmoja anafanya ushindani wa hali zake. Wengine wanafanya safari za kwenda mbali kwa ajili ya kutafuta riziki, kwa ajili ya kutafuta maisha, kwa ajili ya kukuza biashara. Hii ndio ile sinfu ya mwanzo inayozungumziwa hayatu al-abdan wal arwah. Lakini wapo waja wanafanya ushindani katika kuzitengeneza nyoyo zao, wanafanya ushindani katika kuzisuluhisha arwahi zao. Ndio Mtume akamwambia sabaka almufarridun, tupo katika safari, kuna watu wameshatutangulia, wako mbali sana. Masahaba akauliza, Rasulullah, kina nani hao? Kina nani hao? Wako watu wanafanya musabaka, wasari'u ila maghfiratin, juu ya kutafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiku bil khairat, wako watu wanafanya musabaka katika kushindana kwenye kufanya mambo yaliyokuwa ya kheri, kama watu wa kidunia wanavyoshindana katika mambo ya kidunia, na wako waja wema, waja wa kheri wanafanya musabaka katika mambo ya kheri. Mtume akasema sabaka almufarridu, wametangulia hawa watu, hatuwapati, wako mbali. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, wa manil mufarridun? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, adh-dhakiruna Allaha kathiran wadh-dhakirat, ni wale wanaume wenye kumtaja Allah jalla wa ala sana, na wanawake wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana. Hao ndio waliotangulia, wako mbali sana, hatuwapati. Wanavyuoni wakafasiri neno almufarridun katika namna tofauti. Wako waliofasiri kwamba hawa watu ni watu wa kipekee, lakini pia tashbihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na munasaba wa kuitaja jabali kwamba watu wa dhikri ni watu wenye thabati katika imani na istikama. Lakini wako waliofasiri almufarridun ni wale watu ambao wanapokwenda safari zao hawana mizigo iliyokuwa mikubwa, ana kibegi chake kidogo, au anakwenda yeye mwenyewe, matumizi mengine atanunua kwenye safari yake. Hawa ni miongoni mwa watu ambao watakwenda siku ya kiyama khifafan, watakuwa wepesi sana, kwa sababu moja katika tiba ya dhikri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, kwamba inaporomosha madhambi sana. Watafika wa adh-dhakirina Allah kathiran, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi mengi wameyaporomosha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wapa ulimi huo. Bwana mmoja akamfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, sheria ya Uislamu mambo yashakuwa mengi, na mimi nishakuwa mtu mzima, nipe amri nifanye jambo atathabathu bih, jambo hilo nilishike, nisikamate mengine. Tena katika riwaya nyingine anasema, usiniambie maneno mengi wala usikithiri katika kunipa nasaha nyingi. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la yazalu lisanuka ratban bidhikrillah, ulimi wako huo usiuache kuwa una rutuba ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema ulimi kuwa una rutuba ni maana yake kinyume. Maana ya kinyume kwamba haiwezekani mtu akiwatangia asubuhi au muda wake mwingi anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika ulimi wake kwa kuna mate mengi, au ulimi ukawa na rutuba. Ule ulimi wako kukauka kwa dhikri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio rutuba ile. Kama vile Bwana Mtume alivyosema, la khulufu fami saimi atyabu inda Allahi min rihil miski, ile harufu mbaya anayoitoa mwenye kufunga mbele ya Allah jalla wa ala ni harufu nzuri sana, tena kuliko misk. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye mambo yana mizani tofauti na tunavyofahamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la yazalu lisanuka ratban bidhikrillah, ulimi wako kila wakati unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Saida Aisha alipoulizwa kuhusu hali ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kana yadhkurullaha fi kulli ahyan, Bwana Mtume kila wakati alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati adh-dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wal 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها المؤمنون, miongoni mwetu bali wengi katika sisi, kila mmoja ana vikao vyake, bali kila mmoja ana maskani yake. Utahadithiwa, utaambua fulani akifunga duka lake au akitoka kazini kwake lazima apite mahali fulani, akacheze bao, acheze karata, aingie nyumbani kwake saa 4 usiku, lakini maskani yake hiyo hawezi kuiacha, lazima apite akakutane na masahiba zake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, idha marartum biriyadhil jannati farta'u, hapa duniani mkipita katika mabustani ya peponi, basi piteni kwenye bustani hizo, mwende mukachume mpate faida ya matunda. Masahaba wakamuuliza, mariyadhul janna, mabustani ya peponi hapa duniani ni yapi? Bwana Mtume akasema, hilakud dhikr, vikao ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataja. Hilakud dhikr ni vikao vya malaika, ni vikao vya waja wema, ni vikao ambavyo Muislamu mu'min mwenye imani akipita lazima aingie katika vikao hivi, kwa sababu ndani yake kuna fadhila nyingi sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi, inna lillahi malaikatan, Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika yatufuna fi turq. Malaika hawa kazi yao kutembea katika njia, katika miji, mpaka waende mahala wakute kuna mahala anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, huambizana halumu ila hajatikum, halumu ila hajatikum. Hivi ndio vikao vya malaika. Basi hapo wakafungua mbawa zao, hafatuhu almalaika, hapo wakafungua mbawa zao, kukapatikana sakina, kukapatikana rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja watu wa hapo huko yeye alipo. Wanapomaliza kikao kile, malaika wanaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala huwauliza malaika wale, hali yako yeye anajua, mnatoka wapi? Wanajibu, ya Rabbi, tunatoka katika ardhi. Mmewakutaje waja wangu? Wanasema, tumewakuta ya Rabbi. Wanakutaja wewe. Fahal rauni, wameniona? Allah subhanahu wa ta'ala anauliza malaika, akamwambia Rabbi, hawajakuona. Kaifa law rauni, wamekaa kwa ajili ya kunitaja mimi na hali ya kuwa hawajaniona. Lau wangeliniona hali zao zingekuwaje? Nasema, ya Rabbi, lakanu akthara tasbihan wa tamjidan wa takbiran, wangekuwa wanakusabih sana wewe ya Rabbi, wangelikuwa wanakupwekesha wewe sana ya Rabbi, wangelikuwa wanafanya kila jambo ya Rabbi kwa ajili yako. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza malaika, wa madha yatlubun, wamekaa wananitajamia jambo gani wanataka? Wanasema wanataka janna. Hal raauha, wameiona pepo? Nasema, ya Rabbi, hawajaiona. Vipi wakiona? Lakanu ashadda talaban wa hirsa, wangelikuwa wanapupa. Wa madha yata'awadhun, na jambo gani wanajikinga? Kama, ya Rabbi, wajikinga kwako na moto. Wameuona? Malaika wanasema, ya Rabbi, hawajauona. Vipi wangeuona? Angesema, ya Rabbi, wangelikuwa wanajikinga sana na moto huu. Allah anawaambia malaika, ushhidukum anni kad ghafartu lahum, mimi nakushuhudieni nyinyi hicho kikao mlichokwenda mkakaa, waliokuwepo wote hapo nimewasamehe. Ushhidukum anni kad ghafartu lahum. Moja katika malaika anauliza, anasema, ya Rabbi, fihim fulani jaa lihaja,
kwenye hicho kikao cha dhikri kuna mtu fulani kaja, hajaja kwa ajili ya dhikri, hajaja kwa ajili ya ilmu, amekuja kwa haja yake. Alikuwa na deni, anamdai shekhe anayedaraisisha, akamwambia tukutane msikitini. Kwa hiyo hajajia darsa, na pengine hata akili yake haipo kwenye darsa wala haipo kwenye dhikri. Malaika anasema ya Rabbi, na huyu naye vipi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alqaum la yashqa bihim jalisu, hao watu ambaye wamekaa na huyo mtu hawi muovu. Na ndiyo maana baadhi ya watu wanasema shekhe akionekanwa yuko baa, watu wakamwambia yule shekhe kuwa mlevi, waumini wasilaumiwe, unafanya nini kwenye baa shekhe? Sasa mtu wa kawaida anapoonekana yuko msikitini kakaa na watu wa kheri, Allah jalla wa ala anasema ulaika alqaum la yashqa bihim jalisu, hao ni watu waliokuwa wema ambao wanaokaa pamoja na watu hao hawawi waovu. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake Al-Wabil as-Sayyib anasema juu ya hadithi hii na neno hili ulaika alqaum la yashqa bihim jalisuhum, anasema bifadli barakatihim wa jalisihim lahum nasibun min qawli llahi jalla wa ala waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Asamehewe mtu madhambi kwa sababu tu kahudhuria kikao, kuna watu wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu, huyu aliyekuja akasamehewa madhambi kwa sababu ya hao wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim anasema wamepata nasibu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Watu wa dhikri ni watu wa baraka, watu wa dhikri ni watu waliokuwa wakubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao kila wakati wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Paka Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahfi kwa kumalizia khutba, na kila siku tunasoma wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Fanya subra nafsi yako, ukae na watu ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya, usiangalie watu ambao, wala usikae na watu ambao kila wakati wao wanaangalia dunia. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya. Kana watu wa khair, kana watu wa dhikri, kana watu ambao ukikaa nao la yashqa bihim jalusuhum. Ibadallah, ala inna yawm aljum'ati sayyidul ayyam, fasallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salam alayhi laylan wa nahara sirran wa ijhara dhil wajhi al anwar wal jabin al azhar ash-shafi' al mushaffa'. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. وارض اللهم عن بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي وعن الستة الباقين. اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا والحاضرين توبة نصوحا طهرنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا كأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في زنجبار وارزقنا الخير والأمن والأمان والاستقرار، ورخص فيها الأسعار، كثر فيها الطلبة والعلماء والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.